الحمد لله مسخر الكواكب جارية في بروج أفلاكها ومطهر السماوات بقدس تسبيح أملاكها ومسير أنفس المطيعين للسعي في فكاكها ومنذر كافة المذنبين حلما وثيقة بإدراكها. أحمده على خوال نعم خولها وتوالي قسم أكملها وملابس آلاء خلقها ومعاطس أعداء جدرها حمدا يكون إليه واصلا وبما وعد عليه كافلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتالق في القلب كوكبها ويتعلق برب سماؤها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله للرسل عاقبا وللملل غالبا وللحقوق طالبا وعن الفسوق ناكبا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ndugu zangu Waislamu, baada ya bismi na hindi na swala na salamu, kwanza kabisa ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu, enyi ahbaba Rasulillah. Na kuwahusia huko ni kuwahusia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu hali ya kuwa hajijui, hali ya kuwa hayuko kwenye ulimwengu. Alimuumba mwanadamu hali ya kuwa ndicho kiumbe cha mwisho kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa hatukujijua, akatupatia ilmu kwenye Qur'ani kwamba namna gani binadamu aliumbwa. Kuanzia Adamu alayhi salam tulijuzwa namna alivyoumbwa, na pia Allah akatufundisha sisi namna tulivyoumbwa. Yeye aliumbwa kimuundo maalum, nasi tukaumbwa kimuundo maalum. Sasa akatupatia ilmu ya kujijua kwamba tulikuwa namna gani, kama vile ambavyo kwamba ulizaliwa na baba na mama, hukujua ulizaliwa tarehe ngapi, saa ngapi, lakini nyumbani kuna kadi yako ambayo kwamba iliwekwa, unaweza ukaiangalia ukajijua kwamba ulizaliwa saa ngapi, hospitali gani, muda gani, mambo kama hayo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuumba mwanadamu alimuumba viungo tofauti tofauti. Binadamu huyu yuko na viungo ambavyo kwamba
Wanazuoni wanatuambia ni viungo 360. Mwanadamu viungo alivyo navyo vinavyoonekana na visivyoonekana, kila kiungo kina jina lake. Viungo ni 360, lakini Allah subhanahu wa ta'ala tunamuona hapa kwenye sura Shams, kuna kiungo miongoni mwa viungo anajisifu navyo. Viungo mbalimbali Allah amejisifu navyo vya mwanadamu, lakini hapa siku hii ya leo tunakinyufua kiungo kimoja ambacho Allah amejisifu nacho, akasema wa nafsi wama sawaha. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, anaapa na nafsi, wama sawaha, na anaapa na yule aliyeitengeneza kiutendeti, na anaapa kwa yule aliyeitengeneza kisawasawa. Hapa tunaona utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa nafsin, ninaapa kwa nafsi. Wanazuoni hapa wametuambia kwamba wa nafsin, Allah ameapa kwa nafsi. Kuna kauli mbili. Wanazuoni wanatuambia kauli ya kwanza, Allah anasema wa nafsin, na ninaapa kwa nafsi ya Adamu alayhi salam, namna alivyotengeneza na ikawa iko sawa na ikaenda mpaka tukapatikana sisi. Na baadhi ya wanazuoni wanasema wa nafsin, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na kila nafsi ambayo kwamba inapumua. Wama sawaha alladhi khalaqaha wa adab. Maana yake ni kwamba anaapa kwa yule ambaye kwamba ameiumba nafsi na akaiweka kisawasawa, kiuadilifu wa hali ya juu. Wa huwa Allahu jalla jalaluhu, naye ni Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwa ule utukufu wake. Aliposema wama sawaha, si ya kwamba yeye aliumba nafsi kisha mwingine akaiweka sawa. Ni yeye kwa yeye. Hapa anatuonyesha thanauhu, zile tangavu zake, anatuonyesha zile nguvu zake. Nafsi, ndugu zangu Waislamu, ndicho kiungo ambacho kwamba kinapatikana kwenye mwili wa mwanadamu. Tukisikia nafsi, hapo tumetajiwa moyo wa mwanadamu, na tukitajiwa nafsi tumetajiwa roho. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala aliziumba nafsi za wanadamu na akajisifu yeye kwa yeye ya kwamba ameziumba kiutendeti kabisa. Alipoziumba nafsi za wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala, faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mbele Allah subhanahu wa ta'ala atuambia akazipatia ilmu, akazipatia ilham. Nafsi zilipoumbwa zilipewa ilham na Allah subhanahu wa ta'ala. Fujuraha, nafsi ziliweza kujuzwa kwamba haya ni madhambi. Wa taqwaha, na haya ni mambo ambayo kwamba ukiyafanya utakuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni wanatuambia faalhamaha fujuraha wa taqwaha arafaha tariqul khair wa tariqul sharri. Yani Allah alipoziumba nafsi alizipatia ilham ya kwamba njia hii ni ya kheri, njia hii ni ya shari. Yani mwanadamu aliumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hata bila ya ilmu anaweza akajua ya kwamba hili lafaa na hili halifai.
Kwa hiyo tuliwekewa wazi na Allah subhanahu wa ta'ala, hata mtoto mdogo ambaye kwamba alizaliwa yuko na miaka minne haijui nyoka, lakini akiona nyoka inakuja, kuna uwezekano akakimbia ndani ya nyumba moja kwa moja, kwa sababu ameona kitu ambacho kwamba amejua kwamba hiki kitu ni cha shari. Mtoto mdogo anaweza akamuona kuku ambaye kwamba yuko na vifaranga, bila hata sikumwambia kwamba huyo kuku atakugwaruza. Alhamaha fujuraha wa taqwaha, yule mtoto anaweza kuhisi tu moja kwa moja kwamba huyu kuku anaweza kanigwaruza. Sasa hali hiyo, ndugu zangu Waislamu, hiyo ni ilham ambayo kwamba ilhamu hii wanazuoni baadhi watambia arafaha taa wal maasiya. Mwenyezi Mungu aliweza kuifundisha nafsi, kuipatia ilhamu nafsi kumtii Allah, na haya ni maasi uweze kuepuka. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama wanatafsiri, wanatuambia alipokuwa akisoma sura hii au mara kwa mara alikuwa akisoma sura hii, akifika hapa panaposema fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, alikuwa kuna dua akizisoma, kwa sababu ni lazima ujue kwamba nafsi iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima ujue kwamba nafsi ndicho kiungo muhimu kwa mwanadamu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala viungo vyote hivi vinapelekwa na nafsi, na kwa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala viungo anavyovichukua kwa mwanadamu ili aitwe maiti, anaichukua nafsi ya binadamu. Sasa lile jinofu la mwili linabakia kitandani, ndilo ambalo kwamba linaoshwa, linashughulikiwa, lakini Mungu aliposema wa nafsi, na ninaapa kwa nafsi, hapa pia kwa utukufu wake aliona kwa mwanadamu ndicho kiungo ambacho kwamba ili aonekane amekufa ni kuichukua hii nafsi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam analijua hilo na akatujuza sisi hilo, na kwa ilmu aliyokuwa nayo Mtume, Ibn Abbas anatuambia Mtume alikuwa anaposoma hii sura anasoma moja kwa moja kuanzia mwanzo mpaka akifika hapa kwenye aya hii ya 7 na aya ya 10, anachanganya wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibn Abbas anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma hii sura, alipofika hapa waqafa thumma qala, alisimama Mtume, yani alisimamisha kisomo, kisha akasema hivi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ibn Abbas anasema Mtume alipofika hapa alisimama na akainyanyua mikono kwa Allah, akamwambia ewe Mwenyezi Mungu, ati nafsi taqwaha, ipatie nafsi yangu mimi, ijaze nafsi yangu mimi kukucha wewe, yani kuweza kufanya zile amri ambazo kwamba wewe umeziamrisha. Wazakiha, na nakuomba Mwenyezi Mungu uitakase nafsi yangu. Wa anta khairu man zakkaha, na wewe ndiwe bora wa kuzitakasa nyoyo, au ndiwe bora wa kutakasa moyo wangu. Ibn Abbas yeye anatuambia kwamba Mtume dua hii alisoma namna hiyo, lakini
Abu Huraira yeye ameizungumza kivyake. Abu Huraira radhiyallahu anhu yeye anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u, nilimsikia Mtume rehma za Mwenyezi Mungu na amani zimwende yeye alikuwa akisoma sura hii, na alipofika wa nafsin wa ma sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha, alisimamisha kisomo kidogo. Baada ya kusimamisha akanyanyua mikono akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, huku Mtume akisema Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mmoja amesema wa anta khairu man zakkaha, lakini Abu Huraira yeye alimsikia Mtume akisoma dua, lakini hakusema wa anta khairu man zakkaha. Kulingana na hali hiyo, ndugu zangu Waislamu, nimeona kwenye tafsiri mbalimbali hii dua ya Abu Huraira ndiyo ambayo kwamba imethibiti. Vitabu mbalimbali vya tafsiri vimechukua dua hii ya kwamba Mtume alikuwa akisoma, akifika hapa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Allahumma ati nafsi taqwaha, ewe Mwenyezi Mungu ipatie nafsi yangu ucha Mungu, wazakiha anta khairu man zakkaha, na uweze kuitakasa, kwani wewe ni mbora wa kutakasa. Anta waliyuha wa maulaha, kwani wewe ndiwe mwenye kuimiliki nafsi yangu, na wewe ndiwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba nafsi zote za ulimwenguni wewe ndiye ambaye kwamba ndiwe Allah wa pekee unayezimiliki. Ndugu zangu Waislamu, kulingana na hali hiyo ambayo kwamba tumeiona mbele, Allah atuambia qad aflaha man zakkaha, basi amefaulu yule ambaye kwamba ataitakasa nafsi yake, amefaulu yule ambaye kwamba nafsi yake ataiepusha na machafu. Waqad khaba man dassaha, na ameambulia patupu yule ambaye kwamba nafsi yake ataidogomeza kwenye machafu, yule ambaye kwamba nafsi yake ataiingiza kwenye machafu, amepata hasara mtu huyu. Qad aflaha man zakkaha, amefaulu yule ambaye kwamba atafanya vitendo vitakavyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad khaba man dassaha, na amepata hasara yule ambaye kwamba atafanya vitendo vinavyokwenda tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyoamrisha. Sasa wanazuoni wakatuambia idha arada Allahu bi'abdihi khaira, Mwenyezi Mungu anapotaka kheri kwa mja wake, yuzakiha, Mwenyezi Mungu huwa anamtakasa nafsi yake. Kwa hiyo ukijiona kama wewe unafanya mambo ya kheri, basi ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yako ameitakasa. Kilichobakia ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam nafsi yake ilikuwa imetakasika na machafu, nafsi yake ilikuwa imemkubali Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume ilikuwa amesamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo, lakini bado utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala anauona. Akifika kwenye aya hizi anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidishiwe kutakasiwa nafsi yake.
Na wanazuoni wakatuambia tena, wa idha arada sharran. Sasa hapa lugha ya Kiarabu inabadilika hapa. Kule nyuma tumeona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wako wa kheri, basi wanamtakasia nafsi yake. Lakini hapa mbele kibao kimebadilika, ya kwamba mwanadamu mwenyewe anapotaka kufanya shari, dasaha, anajiingiza kwenye maasi yeye mwenyewe. Bimaana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hataki sisi tujiingize kwenye maasi, hataki sisi tujiziize nafsi zetu zikawa zinaingia kwenye maasi. Allah hakubaliani na hilo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nafsi ni kiungo muhimu kama tulivyozungumza, na nafsi ndio ambayo kwamba ikitaka imetaka, viungo vyote vimetaka, na nafsi ndio ambayo kwamba ikikataa, viungo vyote vinakataa moja kwa moja. Kwa utukufu huo wa hii nafsi, ndio maana ukaona huo moyo ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliuzungumzia, ndio mashine ambayo kwamba inapeleka damu nyingi sana kwenye mishipa ambayo kwamba iko ndani ya mwili wa mwanadamu. Na aliposema wa nafsi, ninaapa kwa nafsi, vile vile huwa moyo, kwani ndiyo nafsi hiyo ukapatiwa uwezo wa kupeleka damu chache chache kwenye hii mishipa mikubwa tunayoiona, ili wewe na mimi uonekane kwamba uko na pressure. Nenda kamuulize daktari, atakufahamisha kwamba huu moyo wa mwanadamu ukijaa ile rangi ya manjano sana, huwa unaenda mbio na unapeleka damu nyingi sana zaidi ya vile inavyotakaniwa. Damu nyingi hiyo inaenda kwenye mishipa ya ndani, ndio kile kipimo cha kupima pressure. Utaona pale juu kuna namba zinakuja, ndizo zinazoonyesha kwamba pressure yake iko juu. Kisha inapeleka damu chache chache kwenye mishipa ya nje ambayo ni hii tunaiona, ndio pale kwenye kipimo cha pressure pale chini yake kuna ile maelezo, na iende itakapokwenda, lakini kipimo zile namba za pale juu lazima zitakuwa juu kuliko za chini, na haiwezekani za chini zikawa juu kuliko za chini zikawa juu kuliko za juu. Hii hali yote hii inatengezwa na moyo wa mwanadamu, kwamba mwanadamu akiudhika, mwili mzima unaudhika, na mwanadamu akifurahika, mwili mzima unafurahika. Mambo hayo ndugu zangu Waislamu yalizungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ambayo kwamba imepokewa na Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, akiuelezea moyo, lakini akaanza kuzungumza maneno mengine ya kuweza kuusafisha huo moyo. Abdullah bin Bashir, ndugu zangu Waislamu, huyu ni sahaba ambaye kwamba alizaliwa Madina, na huyu ni sahaba ambaye kwamba aliweza kuzipokea hadithi za Mtume 114. Imam Bukhari alichukua hadithi 6 akazisahihisha za huyu An-Nu'man bin Bashir. Imam Muslim alichukua hadithi 4 akazisahihisha. Kwa hiyo kwenye Sahihi Bukhari kuna hadithi 6 za huyu Nu'man bin Bashir. Miongoni mwa hadithi hizo ni hii ambayo kwamba anatuambia, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, siku moja nilimsikia Mtume, rehema na amani zimshukie, akisema, innal halala bayinun, hakika mambo ya halali yote yako wazi wazi, wa innal harama bayinun, na mambo ya haramu, mambo yasiyofaa yote yako wazi wazi. Kama kuli tulipoona kwamba fa alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Hadithi ya Mtume hapa inatuambia halali iko waziwazi, yani Mungu aliweka bayana. Na hapa kuna aya kama 6 hivi ambazo kwamba maswahaba ziliwachanganya kidogo, lakini tutazungumza siku zingine. Mtume akasema wa inal harama bayyinun, na haramu iko waziwazi. Kisha Mtume akasema wa bainahuma umurun mushtabihatun, baina ya halali na haramu kuna mambo ambayo kwamba yako na shaka. Sasa hii shaka ziko aya ambazo kwamba ziliwatia shaka maswahaba, lakini tutazizungumza wakati mwingine insha Allah. Mtume anasema na baina ya halali na haramu kuna mambo ambayo kwamba yanatia shaka, yanadangamanisha. Yani kuna baadhi ya mambo huwezi ukajua, je, hii sijui inafaa wala halifai, sijui hili halifai wala lafaa. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Mtume anasema watu wengi mambo hayo hawayajui. Kuna mambo ambayo kwamba yanachanganya katika Uislamu, huwezi ukajua kwamba hili ni sawa wala sio sawa. Na yako matukio yaliyotukia mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuatwa, zikashuka aya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hii hadithi anasema waman waqa fi shubuhat, na yule ambaye kwamba ataingia kwenye shaka waqa fi haram, moja kwa moja atakuwa ameingia kwenye haram. Mtume anasema faman ittaqa shubuhati, yule ambaye kwamba atajiepusha na mambo ya shaka faqad istabara al-dinihi, kwa hakika huyo ameisafisha dini yake, wa irdhihi, na vile vile amesitahi dini yake. Kwa hiyo haifai kwa Muislamu kufanya jambo ambalo kwamba ni la kiibada lakini yuko na shaka kiasi ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine akatuambia da ma yuribu, acha lile ambalo kwamba uko na shaka nalo, ila ma la yuribu, fanya lile ambalo huna shaka nalo. Kwa hiyo kama kuna jambo la kidini labda ni ibada lakini uko na shaka, achana nayo, na kama ni shari achana nayo kabisa, kwani hapo utakuwa umeisafisha dini yako au dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema waman waqa fi shubuhat, na yule ambaye kwamba atafanya mambo ya shaka kwenye Uislamu, waqa fi haram, itakuwa ameingia kwenye haramu, itakuwa ameingia kwenye haramu, kwa sababu halali iko waziwazi, yani haki iko waziwazi, yani ukweli uko waziwazi, na haramu iko waziwazi, uongo uko waziwazi, kila kitu kiko waziwazi. Sasa Mtume akatutaka sisi, akasema Muislamu inatakikana akiishi kwenye ulimwengu aishi karai yaria haula al-hima, aishi kana kwamba ni mchunga mbuzi na makondoo, ambaye kwamba yaria haula al-hima, yachunga mbuzi na makondoo kando ya ukingo. Yushiku an yartaa fihi, yuko karibu na ule ukingo, lakini anaogopea mbuzi zinavyolisha na makondoo wanavyolisha isije wakaingia kwenye ukingo mwenyewe. Yani msawasawa na mtu ambaye kwamba yalisha, lakini anaogopa ya kwamba hapa kuna nyasi nzuri na hapa kumewekwa fence, lakini anaogopea isije zikaingia kwenye shamba la mwenyewe, labda akionekana mbuzi zitaachwa, atashikwa yeye, atandikwe. Akawaambia maswahaba, ala, jueni maswahaba zangu,
inna likulli malikin hima, kila mwenye uwezo ameweka ukingo wake. Yani kila mfalme anaweka fence. Mtu akiwa na uwezo wake anaweka fence. Wengine wanaweka fence hata kama ni ya vijiti. Akasema ala jueni, wa inna hima Allahi maharimuhu, na kwa hakika ukingo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale makatazo yake. Ukingo wa Allah, yeye Allah hakuweka ukingo, hakuweka fence, lakini hapa atambia wa inna hima Allahi maharimuhu, ukingo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale aliyoyakataza. Bimaana ya kwamba fence ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yale machafu ambayo kwamba ameyakataza. Kama utaishi kwenye ulimwengu, maana yake ishi kimipaka ya kwamba Allah anataka hivi. Ukijiona uko karibu na kufanya maasi, unaona kwamba huku ninakokwenda najiona nitaingia kwenye maasi, acha, kwani huo ndio ukingo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema tena Mtume, ala jueni enyi maswahaba zangu, na hapa tunaambiwa sisi pia, wa inna fil jasadi, kwa hakika kwenye mwili wa mwanadamu, mudghatan, kuna kijinofu. Mudghatan, kuna kijipande cha nyama. Mtume anawaambia maswahaba na tunaambiwa sisi hapa. Akawaambia maswahaba, kinyama hicho au kijinofu hicho, idha salahati salaha jasadu kulluhu, kikiwa chema, kikiamua kufuata amri za Allah, mwili mzima unazifuata amri za Allah. Wa idha fasadat, na kikiamua kufanya machafu, fasada jasadu kulluhu, mwili mzima unakubaliana na yale machafu. Mwisho kaambia, ala jueni ya kwamba kijinofu hicho, jueni ya kwamba kijinyama hicho, wahiya alqalbu, nao ni moyo. Ndugu zangu Waislamu, moyo Allah ameuzungumzia namna hiyo tulivyoelezea kwa uchache, lakini kwenye tafsiri ya Ibn Kathir kumeelezewa kwa urefu, na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imetufundisha yote haya, ya kwamba jambo la haki liko wazi na haramu liko wazi. Na mwisho akatwambia mwili wa mwanadamu, viungo vyote acha, lakini mudghatan, kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kikiwa chema, salaha jasadu kulluhu, mwili mzima unakuwa mwema. Kwa hiyo moyo wako ukiudhibiti vizuri, na huku naomba hizi dua ambazo kwamba Mtume alikuwa akiziomba, basi utakuwa umeingia kwenye mambo mazuri, umeingia kwenye mambo mema, na hali hiyo itakusaidia. Moyo ndio ambao kwamba ukisema mimi nitatoa kitu fulani kwa ajili ya Allah, macho yatakubali, mikono itakubali, miguu itakubali, kila kitu kitasisimka na kitakubali amri hiyo ya moyo, ya kwamba mimi natoa kwa ajili ya Allah, nafanya hili kwa ajili ya Allah. Kumeadhiniwa, wacha niende nikaswali, moyo ukipitisha, mwili mzima nao umeamua kupitisha jambo hilo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na moyo wa namna hiyo. Na hapa mbele akatuambia, wa idha fasadat, na mwili utakapofasidika, mwili utakapoingia kwenye machafu. Ndugu zangu Waislamu, fasada jasadu kullu, mwili mzima unaingia kwenye machafu. Huu moyo wa mwanadamu, ndugu zangu, ndio ambao kwamba
uko na uwezo kwa mwanadamu, labda pengine kuna mrembo ambaye kwamba umeelewana naye ya kwamba mkutane saa 7 za usiku. Kuna uwezekana saa 7 hiyo ikawa mvua yanyesha, si mchezo. Lakini madamu moyo umesema lazima mkutane naye, utanyanyuka na mvua yako. Tena kuna uwezekano hata hutovaa jacket wala blanketi, unaweza ukaenda na kijivesti na baridi kali mpaka kizibe, wala huna wasiwasi. Kwa nini? Moyo umesema lazima niende. Sasa hapa Mtume anasema moyo wako ukikwamrisha namna hiyo, basi ujue kwamba umekudanganya na umepata mpulizo wa shaitani. Ndio maana ukaona unaweza ukaamua ukamwambia mwenzako, mimi nitakuonyesha. Hili neno la kwamba mimi nitakuonyesha huwa limetoka moyoni. Sasa uko tayari gharama, lakini mwenzako muonyeshe. Huu moyo ndio ambao kwamba ukiamua kwamba mimi sina pesa, lakini nitajenga kijumba changu cha rumu 4, wallahi utakata miti mwenyewe na utajenga mwenyewe na nyumba itaiva, kwa sababu moyo ukipitisha mwili mzima umepitisha. Ndugu zangu Waislamu, kwa hali hiyo iko haja ya sisi kuzichunga nyoyo zetu, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba, jihadi ndogo tumeimaliza ya kupigana vita na makafiri, mapanga vuta mkuvute. Walikufa miongoni mwa maswahaba na walikufa miongoni mwa makafiri. Lakini sasa hivi tumebakia na jihadi kubwa, ndogo imepita. Maswahaba wakashangaa, wakamuuliza Mtume, yani maswahaba walikufa, mali za Waislamu zingine zilienda, wasema ile jihadi ndogo? Akasema naam. Wakamwambia Mtume, haya tuambie ni ipi jihadi kubwa? Mtume akamwambia, jihadu nafsi. Kilichobakia sasa hivi ni mwanadamu kupigana na nafsi yake. Aangalie, je, nafsi yangu inaniamrisha vipi? Na kama nimetumbukia kwenye maasi, kwa nini nimetumbukia kwenye maasi? Moja kwa moja nafsi hiyo uweze kuitoa huko, uiregeshe kwenye sehemu ambazo kwamba zitakutetea siku ya siku. Ndugu zangu Waislamu, tumwambieni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile dua ambayo kwamba aliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dua hii kuna wengine ambao kama mtu anaweza akasema kama hizo dua hizo nzema kurafi hizo, lakini hii dua tukienda kwenye tafsiri ya Qurtubi tutaiona hiyo. Kwa Ibn Kathir dua hii tutaiona hiyo kwamba Mtume hasa alikuwa akiiomba. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. يقول الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.